Serikali ya Kenya imetaja matumizi ya raia wake kupigana katika vita ya Ukraine kuwa yasiyokubalika na imeeleza kuwa itaingilia kati kimataifa kuzungumza na serikali ya Urusi juu ya kesi zinazohusika, ikisema ni kitendo cha kuficha na kinyume cha taratibu. Waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi amesisitiza kwamba watu hao hawasafiri kwa njia rasmi na hakuna mwajiri wa serikali wa Kenya wa kuchukua sehemu kwa mpango wa kijeshi. Idadi ya raia walioshirikishwa inakadiriwa kufikia takriban watu 200 kulingana na makadirio ya serikali ya Kenya, ingawa namba halisi haijathibitishwa rasmi kwa sababu wengi wameripotiwa kusafiri kwa njia zisizo rasmi au kupitia wakala wa ajira zisizokubaliwa. Serikali imefunga zaidi ya wakala 600 wa ajira zilizoshukiwa kuchochea raia kujiandikisha kwa ajira za kijeshi nje ya nchi. Kenya imeanza jitihada za kidiplomasia kuhakikisha raia hao wanarudi salama, ikiwa ni pamoja na kusababisha mazungumzo na wamtwali wa Urusi kuhusu kutokomeza uratibu wa kutafuta raia wao kwa ajili ya vita. Waziri Mudavadi amesema Kenya itaongeza mazungumzo na mashirika ya kimataifa na balozi zake kuhakikisha raia walioko kwenye maeneo hatarishi wanapata ulinzi wa kikatiba na kufikishwa nyumbani. Serikali imetumia mikakati ya ulinzi na huduma kwa raia waliorejea nyumbani kwa kuwatoa raia kadhaa waliorejeshwa kutoka Urusi na kuwapa huduma za msaada wa kisaikolojia ili kusaidia kurejea katika jamii. Hii inajumuisha kutoa nyaraka za kusafiria za dharura na usaidizi wa kupambana na madhara kwa wale waliookolewa. Kenya inawahimiza vijana kuepuka mikataba isiyo rasmi ya ajira nje ya nchi na kuwatahadharisha dhidi ya kutafuta ajira kupitia wakala wasio na leseni ambao wanaweza kuwa wanahusika katika kuwashinikiza raia kupigana katika migogoro ya kimataifa. Serikali pia imeanzisha udhibiti wa mpaka na mashirika ya usajili ili kupunguza athari hiyo. Kutoka hapa Azam Time Media, mimi ni Amina Lumocha.